sisi ni wanadamu madhaifu, sometimes tunafanya makosa bila kujua, lakini tumekuja tuelimishane kwamba sehemu sahihi ya kwenda kuishi nayo ili twende katika uzima wa milele. Kwa maana hiyo ni waombe Waislamu na wasiokuwa Waislamu, mijadala hii sio ya matukanano, sio ya matusi wala sio ya kubishana, ni midahalo kwa ajili ya kuelekezana. Sisi wanadamu tumeumbwa na Mungu mmoja, tunafeli wapi? Mbona makundi ya dini yamekuwa mengi? Bila shaka kuna makundi mengine yatakuwa sio sahihi na kundi moja litakuwa sahihi, ndio maana tunafanya midahalo. Lakini hata katiba ya nchi inakubali watu kukaa pamoja, kujumuika na kubadilishana mawazo katika dini na mtu kumshawishi mwenzie kuingia katika dini yake. Kwa hiyo ni midahalo tunaoifanya isiyokuwa na ugomvi, isiyokuwa na kashfa, isiyokuwa na matusi, na hii ndio inaleta amani. Siku zote mimi naamini kwamba Biblia inasema mjue sana Mungu ili upate amani. Amani inapatikana kwa watu kusema. Waislamu na Wakristo katika nchi ya Tanzania haitatokea mahala waje kupigana hata siku moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana kawaida ya kukaa pamoja kusema. Kama leo mlivyoona tumekaa na wachungaji tumesema, baada ya kuambizana tumepeana mikono, tumebadilishana namba, tumebadilishana mawazo, kila mtu anakwenda nyumbani kwake kufikiria. Kwa hiyo kwa maana hiyo haitowezekana hata siku moja Muislamu na Mkristo wa Tanzania wakapigana. Haitowezekana hata siku moja, kwa sababu sisi tuna kawaida ya kukaa pamoja. Pale ambapo tunaona tunabishana, tutakaa pamoja ili tuelimishane, sio kwa chuki wala fitna wala usda, bali tutaelimishana kama vile Mungu anavyotaka katika Qur'an. Lakini leo Mkristo akitoka hapa akenda Somalia, akenda kutangaza Mungu wake Yesu, hatawezi kutoka salama. Kwa nini? Kwa sababu nchi ambayo haina majadiliano wala haina Waislamu na Wakristo kukaa pamoja kuzungumza. Kwa hiyo niwaambie Tanzania, Wakristo na Waislamu wanaunganishwa kutoka kwa Adam na Hawa. Tunabishana kwenye imani, lakini hatubishani katika wanadamu. Sote sisi ni wanadamu, na ndio maana Mungu akatutaka tukae pamoja ili iweze kuelimishana, na midahalo hii itaendelea na itaendelea. Tutakaa pamoja kuelimishana ili mradi sote tuwe katika mstari mmoja. Ni kuombe wewe unanisikiliza, kama hujasubscribe basi ni wakati wako sasa kusubscribe, kuendelea kula vitu vitamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.